Hali ya mvutano kati ya Urusi na Uingereza inaongezeka baada ya Moscow kumshtaki Uingereza kwa kuwa na jukumu muhimu katika kuendeleza vita vya Ukraine. Huduma ya upelelezi ya Urusi SVR ilidai kuwa Uingereza imekuwa mchochezi mkuu wa mgogoro huo unaoendelea, ikilinganisha na ushiriki wake katika vita kuu vya dunia vilivyopita. Katika taarifa, kati ya maafisa wa Urusi walidai kuwa London inasisitiza kupanua vita badala ya kuunga mkono juhudi za kidiplomasia za kumaliza mapigano. Uingereza, kama ilivyokuwa kabla ya vita vyote vya dunia, inachochea tena mgogoro mkubwa wa kimataifa, ilidai SVR. Viongozi wa Urusi waliongeza kuwa Uingereza inahujumu juhudi za Marekani za kutafuta suluhu ya amani katika Ukraine. Serikali ya Uingereza ilijibu haraka madai haya kwa kusema kuwa ni ya kijinga na hayana msingi. Msemaji kutoka ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza alisema Urusi pekee ndiyo inayohusika na vita vya Ukraine. Madai haya ya uongo ni jaribio lingine la kuhamishia lawama mbali na matendo yao. Mgogoro huu wa kidiplomasia unakuja wakati ambapo uhusiano kati ya Urusi na Uingereza unazidi kuzorota. Hivi karibuni Moscow iliwafukuza mabalozi wawili wa Uingereza ikiwashtumu kwa kuhusika katika ujasusi. London ililaani hatua hii ikisema ilikuwa ni uchochezi usio na msingi na kuonya kuwa madai ya Urusi ni sehemu ya kampeni kubwa ya upotoshaji wa habari inayolenga kugawanya washirika wa Magharibi. Uingereza imekuwa miongoni mwa wafuasi wakubwa wa Ukraine tangu vita vianze, ikitoa msaada wa kijeshi na mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine. Maafisa wa Uingereza wanasema kuwa msaada wao ni muhimu ili kulinda uhuru wa Ukraine na kupinga uvamizi wa Urusi. Hata hivyo, Moscow inaona msaada huu ni kama kuingilia kati moja kwa moja na kudai kuwa umeongeza mgogoro. Madai dhidi ya Uingereza pia yanahusishwa na mvutano mkubwa wa kisiasa. Maafisa wa Urusi wamesema kuwa Uingereza inakwenda kinyume na juhudi za Rais wa Marekani Donald Trump na kuleta amani ambazo zimejumuisha mazungumzo na viongozi wa Urusi kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano. Ingawa hakuna makubaliano rasmi ya amani yaliyofikiwa, majadiliano kati ya maafisa wa Marekani na Urusi yanaendelea, ambapo pande zote zinajaribu kupata mwafaka kuhusu masuala kama usalama katika eneo la bahari ya Black Sea. Huko Washington, hali hii imeibua majibu mchanganyiko. Wanasiasa wengine wa Marekani wanaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu nia za Urusi, huku Seneta wa Marekani John Cornyn akionyesha kuwa Rais wa Urusi Vladimir Putin hawezi kuaminika. Matamshi yake yanaonyesha mgawanyiko katika serikali ya Marekani, ambapo wengine wanasisitiza kuwa hatua kali dhidi ya Moscow zinahitajika, wakati wengine wako wazi kwa mazungumzo ya kidiplomasia. Kadri mgogoro wa Ukraine unavyoendelea, vita vya maneno kati ya Urusi na Uingereza vinaongeza ugumu katika mgogoro huu. Wakati pande zote zikisimama imara katika misimamo yao, uwezekano wa kupunguza mvutano unabaki kuwa jambo lisilo na uhakika. Hata hivyo, juhudi za kidiplomasia zinaendelea kwa siri, huku viongozi wa kimataifa wakijaribu kutafuta njia ya kudhibiti mmoja wa mgogoro mkubwa zaidi wa kijiografia wa kisiasa wa karne hii. Ripoti ya Media Wire Express, na mimi ni Joseph Mwanaisangura.